asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Naomba baba Geshoke uje, brother Mwangi. Ni siku nyingine ambapo nashukuru baba wetu kwa sababu ya wema wake na pia kwa sababu ya fadhili zake. Nasema ni asante kwa sababu ya kutujalia katika siku hii ya leo na akatuleta pamoja tukiwa kama jamii moja ya kanisa hili ambao ni kanisa la Elohim ama kanisa la Muumba wa Baba aliye juu mbinguni. Kwa hivyo tunawakaribisha wale ambao tumekuwa tukiandamana pamoja nao kule manyumbani wakiwa nchi za nje, karibuni sana. Pia katika ibada ya siku ya leo, karibuni sana. Kama jinsi ambao tumekuwa tukiandamana pamoja nanyi, kama jinsi ambao nimekuwa nikisema kila wakati, mmekuwa baraka kwetu, mmekuwa mkiandamana pamoja nasi. Tumekuwa tukiona jinsi ambavyo mmekuwa mkiangalia ama kusikiza mahubiri ambao tumekuwa tukihubiri mahali hapa, na pia tumekuwa tukipokea comment zenu jinsi ambavyo huwa mnajihisi, na ndipo tulisema ya kwamba jambo hili litaendelea hadi wakati baba wetu atakavyoona ya kwamba inafamana. Ndio nasema ya kwamba na habari njema itahubiriwa ulimwengu kote. Injili ya aina hii inafika kila mahali, inafika kila mahali. Najua ndugu yetu Langati, asante. Ukiwa kule nilikuwa naona jinsi ambavyo ulikuwa na comment. Ubarikiwe sana kwa sababu ya jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi. Leo hii umekuja kushuhudia sasa mahali ambapo mahubiri yamekuwa yakihubiriwa ni wapi. Ubarikiwe sana. Kwa hivyo kwa wakati huu msomaji wangu salimia wanasihi pia watazamaji wetu ambao wako sehemu mbalimbali. Na wasalimu salamu za upendo wa Masia, mjambo. Nami si jambo. Na wasalimu wote watazamaji ambao wanatuona katika siku ya leo. Na wasalimu salamu za upendo wa Masia, mjambo, mkiwa huko nyumbani, mkiwa nchi za nje. Baba wabariki wakati mnapoendelea kusikiza neno la siku ya leo, na Baba awaonekanie. Amen. Kwa hivyo karibuni sana wa Masihi. Japokuwa pengine hamtaonekana nikiwasalimia, naomba mnipungie tu mkono
Mbarikiwe sana tena zaidi. Kwa wakati huu, Sabato iliyopita, kuna Sabato mbili tumekuwa tukifundisha juu ya maombi yetu kusikiwa na Elohim, ama maombi yetu Baba wa mbinguni kuyasikia. Na Sabato ya juzi, wacha ya jana, kuna kile ambacho tulifundisha ambacho kinahusu Baba ambao husikia maombi ya watu wake. Lakini kuna kitu tulisema kupitia maandiko matakatifu, Baba hujibu maombi katika viwango vinne. Kiwango kimoja, unapoomba unaweza omba na Baba akakujibu papo hapo. Haleluya. Amen. Unaomba, unajibiwa, jibu lako unalipata papo hapo. Kiwango cha pili, unaomba, unawekwa muda mfupi lakini utajibiwa. Kiwango cha tatu, unaomba, unawekwa muda mrefu lakini bado utajibiwa. Na kiwango cha nne, unaomba, Baba amesikia lakini utatimiziwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Si lazima kila ombi kiomba utimiziwe. Kuna baadhi ya mambo Baba wetu wa mbinguni akiangalia, afadhali kwa vile umekaa, kwa sababu anaona hivyo ndivyo anavyojitukuza. Maana tunasema ya kwamba wema wangu hutosheka mahali ambapo ni dhaifu. Na niko hapa mfano na Paulo, niko hapa mfano na Timotheo, amekuwa mgonjwa siku nyingi. Baada ya maombi mengi, yeye haponi. Ukisema Timotheo wa kwanza 5 nafikiri 23. Leo nasema ya kwamba akaambia msio unakunywa maji tupu, unaweka kadivai. Divai, kuna watu huwa wanataka kusema ni pombe tu. Divai nitakuja kufundisha maana ya divai. Divai ni unaweka kidogo kwa sababu jinsi ambavyo unasumbuliwa na nini? Na tumbo, na jinsi ambavyo unakuwa mgonjwa kila. Na ni Paulo mtume ambaye alikuwa akifuata wafu, ambao alikuwa akiponya watu ambao wamepooza. Anamwambia sasa, watu walikuwa wamefanya maombi kabisa, hakuna, sasa hii haitoki, hii jambo haliishi. Ndipo nikasema kuna maombi unaweza omba Baba akose kutimia. Ndipo tunasema Baba fanya kulingana na mapenzi yako. Haleluya. Amen. Kwa hivyo Baba wetu wa mbinguni husikia maombi. Ila pia Sabato iliyofuata ya jana tukajulisha kwamba pia kuna kule kuwekeza kule mbinguni. Kwa sababu tena Baba yuangalia rekodi yako iko namna gani. Jinsi ambavyo wewe hufanya uko katika ulimwengu huu. Maana ukiwa muovu, Baba hatasikia maombi yako. Ikiwapo pia hakuna kitu unawekeza kule mbinguni, kila ambacho unachoomba hautapokea. Maana Baba anaangalia rekodi, anasema sasa huyu mtu ndio ameomba hili. Mnakumbuka kuna mtu anaitwa Mordekai. Alikuwa anakaa katika lango la mfalme. Na Hamani alifanya Mordekai kuwa adui yake na Wayahudi wote waliokuwa wakati ule. Na Hamani akapanga njama ya kumwangamiza nani? Wayahudi pamoja na Mordekai. Maandiko yanasema nini? Yanasema ya kwamba mfalme usiku huo, ambapo asubuhi Hamani angeenda kuitisha apewe Mordekai amsulubishe, mfalme akatazama, akatoa kitabu ya kumbukumbu. Alipokuwa kitazama, akaona mahali fulani pameandikwa kwamba wakati fulani kuna mtu aliyookoa anaitwa Mordekai. Akaona huyu mtu alifanywa nini? Akasema hakuna. Ni heshima gani alipewa? Hakuna. Nani yuko nje? Na wakati wa Hamani ndio yuaje? Akasema ni Hamani. Mnajua vile ambavyo kulivyoendelea. Kwa hiyo isipokuwa ni rekodi ilipoangaliwa na ikabainika ya kwamba Mordekai kuna jambo mzuri alilofanya, angeokolewa. Akaokolewa kwa sababu ya tendo jema. Bwana asifiwe sana. Naye Baba wa mbinguni yuko na rekodi zake. Maandiko yanasema katika Ufunuo 20, kitabu cha uzima kikafunguliwa na vitabu vingine vikafunguliwa. Kwa hiyo kuna vitabu ambao ni ya kuandika mambo ambayo ni mema ambayo tunayafanya. Ndipo Sabato iliyopita tulifundisha kuwekeza huko mbinguni. Je, wewe unawekeza?
Na kuwekeza tulielezea kwa kipao, kuwasaidia yatima, kuwasaidia wajane, kuwasaidia maskini, kusimama na huduma, wagonjwa. Hiyo ni kuwekeza. Na iwapo huduma kama zile hakuna mahali huo unashikilia, rekodi yako iko mbaya huko mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Rekodi yako iko mbaya. Hata siku ya leo tunataka tuangalie, ili tuko bado katika hali ya maombi yetu kusikiwa ama kujibiwa. Kuwekeza, unawekeza kitu chochote ama pia inategemea. Unawekeza kitu chochote ama kuna vile Baba hupenda. Haleluya. Amen. Sio kitu chochote ambacho tunaweza toa kikubalike. Kwa mfano, kwa kifupi, sio sadaka yoyote unaweza toa ikakubalika, kwa sababu ya moyo wako jinsi ulivyo. Haleluya. Amen. Baba ndio umetoa, lakini moyo wako uko namna gani? Hiyo ndio ningetaka tuangalie. Kutoa kwa moyo mkunjufu, kutoa kama umefurahia, kutoa kama umechangamuka, kutoa pasipo kunungunika, na pia kutoa kitu bora. Haleluya. Amen. Mtu hutoa kulingana na kile ambacho ako nacho. Huwezi toa kile ambacho hauna. Wakati mmoja ukisoma Luka 21, maandiko yanasema ya kwamba kukawa Masia alikuwa ameketi hekaluni mahali pale. Watu wakawa wanatoa sadaka. Wanatoa, huyu analeta, watu wakatoa mapesa, kukaja mjane mmoja. Akatoa nini? Akatoa hela. Akatoa dinari ngapi? Dinari 2. Dinari 2. Mjane maskini, maandiko yanamwita mjane akatoa dinari 2. Mwokozi akaita mitume akamwambia, mnajua nini? Huyo mama mjane ametoa nyingi kuliko watu wote. Maana ametoa kwa moyo. Maana alitoa vyote alivyokuwa navyo, lakini wale walitoa kulingana na wingi walivyokuwa navyo. Kwa hiyo pia kile ambacho tunachokitoa kinaweza kuwa pengine hakiandikwi kwenye rekodi ya mbinguni. Maana sio kitu kibaya, sio kitu chema, sio sadaka bora, na pia hujatoa kwa nini? Kwa moyo. Hebu soma katika kitabu cha Wakorintho wa pili 9. Wa pili 9 aya yake ni ya 6. Wakorintho wa pili 9 aya yake ni ya 6. Inasemaje? Katika Wakorintho wa pili 9 mstari wake wa 6 yasema hivi: lakini nasema neno hili, apadaye hapa atavuna hapa, apadaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Ndipo mahali pale sehemu ya mwisho. Atoaye kwa ukarimu atavuna ndani ya moyo. Pale ndani Baba, unapotoa ile sadaka, unapotoa Baba anaangalia moyo wako uko namna gani. Kuna mtu anaweza kupa amekupe milioni 1 akose kubarikiwa kwa sababu ametoa katika hali ya kujionyesha. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kama hawa wanasiasa. Anapokupa kitu lazima ije wanahabari na picha zipigwe kama anakupatia namna hii. Hapo hakuna thawabu. Anakupa akiwa na nia fiche. Nia yake, moyo wake sio mzuri. Anataka aonekane. Si aonekane mbinguni, lakini aonekane wapi? Hapa duniani. Na malipo yake yapokea. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Baba yuwatazama ndani ya moyo. Unapotoa, unatoa kwa na nia gani? Maana apadaye kwa moyo mkarimu atavuna kwa moyo mkarimu. Mtu anaweza kuahidia milioni 1 na akupe, mwingine akupe 1000, 1000 barikiwe kuliko ambaye ametoa milioni 1. Kwa sababu inategemea nia na makusudio. Kwa hiyo kutoa sio kutoa tu, lakini kutoa sadaka iliyo bora. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nataka kuwafundisha tu
maombi yetu yanaweza sikiwa kujibiwa kwa njia ipi? Ni kutoa sadaka iliyo bora. Soma katika aya yake ya 4 yasema hivi. Ndio. Kwa imani Habili alimtolea Elohim dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Haleluya. Amen. Eti kwa imani Habili akamtolea Elohim sadaka iliyo bora. Kwani ati kuliko nani? Kaini. Kwani Habili alitoa nini? Nimesema mtu hutoa kile ambacho ako nacho. Hao watu wawili walikuwa wakifanya kazi tofauti. Kaini alikuwa mkulima. Kwa hivyo angetoa vitu ambavyo ako navyo ambavyo vinategemea na kazi yake. Kwa hivyo angetoa vitu vya nini? Vya shambani. Naye Habili alikuwa mfugaji. Naye pia angetoa kulingana na kazi ambayo huwa anaifanya, maana mtu hutoa kulingana na kile ambacho ako nacho. Kwa hivyo shida haikuwa zile vitu vinatolewa. Shida ilikuwa, tatizo lilikuwa yule ambaye anayetoa moyo wake uko namna gani. Baba asifiwe sana. Amen. Hiyo ilikuwa tatizo. Tatizo sio kile kinachotolewa, tatizo ni yule ambaye anachokitoa. Kwa hivyo walipokuwa kitoa, ndio nasema ya kwamba nayo sadaka ya Habili itakubalika na ya Kaini ikakosa kukubalika. Haleluya. Amen. Ilikosa kukubalika. Ndio naposema Paulo anaposema ya kwamba japokuwa amekufa alikuwa akinena. Sio Habili alikuwa akinena, lakini matendo yake yalikuwa yakinena. Haleluya. Amen. Maana wafu hawajui jambo lolote. Kwa hiyo si Habili alikuwa akinena, lakini kile ambacho alichokitoa kilimshuhudia ya kwamba yeye ni nini? Ni mwenye haki. Ndipo maandiko ikasema ya kwamba japokuwa amekufa angalipo ananena. Kuna mtu pengine alifanyia jambo fulani alishakufa zamani, lakini kile kitu alichokifanyia bado huo unakiona kinakunenea. Kuna mmoja anaitwa Dorcas. Haleluya. Amen. Dorcas amekufa, lakini Dorcas alikuwa msaada kwa wamama wajane. Ukisoma Matendo ya Mitume 9 kuanzia 36, kwa wakati wake alikuwa msaada kwa mama wajane, maana kazi yake ilikuwa ni kuwashonea mama wajane mkanzu, nguo za kuvaa. Kwa hivyo katika maisha ya Dorcas ya wokovu, yeye alikuwa mahali yake kuwasaidia wamama wajane. Neno nasema aliugua kisha akafa. Baada ya kufa hawakumzika, walimweka mahali gorofani juu, kwa sababu Jopa haikuwa mbali na Lydia. Wakatumana Petro akaitwe. Wale wamama wakati Petro alipofika, wamama wajane wakaanza kumuonyesha Petro zile nguo ambazo walikuwa wameshonewa na kupewa na Dorcas. Kwa hivyo matendo ya Dorcas japokuwa amekufa yalikuwa yakinena. Haleluya. Amen. Yalikuwa yakinena. Kwa hivyo maandiko yanaposema ya kwamba japokuwa Habili amekufa alikuwa akinena, si Habili alikuwa akinena, ni matendo yake yalikuwa yakifanya nani? Yakinena. Maandiko yanasema muda gani? Wakati walipokuwa wakimulilia Petro na kumuonyesha, tazama mavazi kama hii ni Dorcas alinishonea, kama hii ni Dorcas alinipatia, unaona hii mzuri. Walikuwa akimwambia maneno kama yale. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba ile jambo, kwa sababu ni jambo lilikuwa ni dhabihu ya kupendeza, sadaka iliyo bora, Petro akaingia orofani na kuomba na Dorcas akafufuka. Haleluya. Amen. Kwa sababu sadaka aliyokuwa akitoa ilikuwa bora na ilikuwa imekubalika wapi? Mbinguni. Huko mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo maandiko yanaposema ya kwamba ati kwa imani naye Habili akatoa sadaka iliyo bora kuliko nani? Kuliko Kaini. Maana Baba aliwatazama ndani ya nini? Ya moyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitabu cha Wafalme wa Pili 20 yake ni ya kwanza. Kuna mtu hapa pia
naongea juu ya sadaka yako kukubalika. Kutoa sadaka, kutoa sio kutoa tu, lakini unatoa kwa ajili gani? Je, unapotoa moyo wako uko namna gani? Je, unapotoa ni kitu ambacho unaona kana kwamba kitakubalika, ama ni kutoa kwa sababu kutoa, wakati wa kutoa umefanya namna gani? Umefika. Unajua kuna watu huwa wanatoa, mtu ameingia kanisani, inakuwa ni wakati wa kutoa, hapo wamepanga. Unajua lazima dhabihu unaipanga. Bwana asifiwe sana. Ni kama hii dhabihu, unajua pia kutoa ni dhabihu, ama sio dhabihu? Kutoa ni dhabihu. Ni dhabihu. Kutoa ni dhabihu. Kwa mfano mimi hii nimejipanga ya kwamba Baba nikinifikia Sabato nitahubiri hii. Kwa hiyo nimejipanga. Kwa hiyo unapoenda katika dhabihu ya kutoa, lazima ujipange, nenda kumtolea Baba nini? Hii dhabihu itakubalika, hii sadaka itakubalika. Lakini unakuta mtu hajajipanga, yeye anaingia kanisani. Kuna wakati sasa, wakati ndio anaanza kushikashika mfuko ama kwenye begi lake ama kwenye pochi lake, nitatoa nini? Sasa hiyo sadaka ni sadaka ambayo haiwezi kubalika. Wala asifiwe sana. Hebu tuangalie mahali pale. Kuna mtu yuko mahali hapa. Mtu huyo alikuwa amejipanga kikamilifu. Wafalme wa pili 20 yake ni ya kwanza. Inasemaje? Katika Wafalme wa pili 20 aya yake kuanzia kwenyewe. Siku hizo Hezekia akaungua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwona Bwana, akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Haleluya. Amen. Huyu ni mfalme. Hezekia alikuwa mfalme. Japokuwa alikuwa mfalme, alikuwa mchaji Elohim. Na kweli kama tukipata viongozi hata wa Kenya ama viongozi wa kiserikali ama uongozi katika dunia nzima, watu wanaomcha Elohim, Bwana asifiwe sana, watu ambao wanakaa kulingana na mapenzi ya Elohim kama Hezekia, maandiko yanasema ya kwamba heri nchi ambayo Elohim ndio ngao yao, ama ndio kimbilio, ama ndio tumaini yao. Heri nchi ile. Je, nchi ya Kenya iko namna gani? Nchi ambazo zimetuzunguka ziko namna gani? Ulimwengu ambao tuko nao, viongozi ni kama Hezekia. Maana kiongozi hata katika nyumba, wazee, maana wazee waume wa baba ndio viongozi wa nini? Wa ile nyumba. Wakiwa watu ambao ni wachaji Elohim wetu, watu ambao wanamuogopa baba wetu, hiyo familia itakuwa familia nzuri ya kupendeza. Baba asifiwe sana. Amen. Itakuwa nzuri iwapo nchi ambaye kiongozi atakuwa mchaji wa baba wetu. Kwa mfano kama hii moja vile ilikuwa inasemekana iko. Kama ungekuwa tungekuwa watu wa kuogopa Elohim. Hebu tunasema tuingie kwenye maombi ya nini? Ya kutubu, kuungama. Tunakuta pengine tuachana hiyo. Haleluya. Amen. Tuachana gani? Hiyo. Heri nchi ile ambaye Elohim wa mbinguni ni kimbilio lao, ni msaada wao. Huu mfalme Hezekia alikuwa mtu ambaye ni mchaji Elohim, mtu wa kuogopa Baba, ni mfalme ndio. Ni kama Daudi. Alikuwa na moyo kama wanani? Wa mfalme Daudi. Ikafika wakati akaugua. Nabii Isaia akatumwa kwake. Neno kamwambia Hezekia mfalme, hakika yake hata pona, atakufa. Apange mambo ya nyumba yake. Maandiko yanasema nini? Inasema ya kwamba Hezekia wakati aliposikia kwamba atakufa, hata leo hii watu wengi wataki kufa. Kama kuna kitu watu hawapendi, ni kufanya gani? Ni kufa. Hakuna mtu ambaye anataka hiyo roho ya kufa. Lakini siku ya kufa ikifika, malaika anakuja, malaika wa kifo anakuja na kuangalia
Anaangalia anasema leo rekodi inasoma ni wewe na wewe na wewe na wewe. Hiyo ndio kazi ya malaika wa kifo. Maana kuna malaika wa nini? Wa kifo. Ukisema kitabu cha Samueli wa pili, sijui ni 24 pale na 23. Yule malaika ambaye alituma aende akawaue Waisraeli baada ya Daudi kuhesabu watu. Kuna malaika wa kifo. Anakuja na kuangalia anasema ni wewe leo. Anakuchukua mahali ambapo utakuvia. Kila mmoja kitakuua. Hawa yote atafanya yote ni namna gani? Iwe namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Hezekia akatumaniwa, Isaya akaenda akamwambia hakika yake mfalme utafanya namna gani? Utakufa. Panga mambo ya nyumba yako. Maandiko yanasema ya kwamba Hezekia aliposikia yale aligeuka kwa ukuta akamwambia baba, tazama. Jinsi ambao nimekuwa nikienenda, nilikuwa mwenye haki. Jinsi ambao nimekuwa mchaji Elohim. Na pia yale ambao nimekuwa nikiyafanya. Haleluya. Napenda mahali pale si maombi peke yake. Unajua kuna watu wanaenda na maombi. Kuna kitu ambacho imani bila matendo imekufa. Lazima imani ulionayo iwe na nini? Na matendo. Hezekia akatuonyesha baadhi ya mambo. Na kwa kusoma kwa wakati wa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. 31 kuanzia 20 mpaka 21. Utasikia mambo ambayo Hezekia alikuwa akiyafanya katika hekalu ya Baba. Niliwaambia sababu iliyopita kanisani, ukiona kitu fulani kinahitajika, si lazima uambiwe. Jiambie, haya kunahitajika kitu hiki. Unafanya kwa nini? Kwa moyo. Jambo fulani linahitajika unalifanya. Ukiona ndugu ama dada amepungukiwa na mavazi, si lazima muulize na ndugu, mimi naona kama unakuwa na kaguo kamoja. Sasa kama unaona kama unakuwa na kaguo kamoja, nenda kwenye wardrobe yako, kamtolee suti, kamtolee nguo, ama kama ni kirinda, kama ni msichana ama mwanamke, kampatie. Haleluya. Amen. Si habari ya kuuliza. Maandiko yanasema mtu akimuona ndugu yake ama dada yake amepungukiwa na riziki, akamzulia na yeye pengine amefanikiwa, atasemaje na upendo wa Elohim wewe? Kwa hiyo Hezekia alisimamisha mambo, na kwani baba alipotazama rekodi yake ya mbinguni akaona ndio sadaka ambazo Hezekia amekuwa akitoa imekuwa bora. Hakuna mahali pengine katika Biblia nabii anatabiri jambo moja kwa wakati, kwa mambo mawili na wakati mmoja. Kabla Isaya hajafika mahali ambapo alikuwa akielekea, roho ya baba akamtokea. Sauti ya baba akaisikia, "Nirudi tena." Huyo ndio nabii wa kwanza katika Biblia. Ametabiri hivi, amesema hivi, baada ya dakika chache katika unabii ametoa, anautangua tena. Umetanguliwa kwa nini? Umetanguliwa kwa sababu ya matendo mema ambayo Hezekia aliyofanya. Kwa hiyo unaweza badilisha mambo yako. Ndio baba alikuwa amesema hivi, lakini kwa sababu ya kile ambacho umekuwa kitoa katika mienendo yako, katika matendo yako, baba akasema hapana. Haleluya. Amen. Leo nasema kwa wakati wa kusoma mpaka aya 5 inasema ya kwamba naye baba Isaya akaambiwa neno kumwambia ameongeza 15 years. Haleluya. Amen. Akaongeza miaka 10 na mingapi? 5. Kwa sababu baba alitazama akaona ile ambayo Hezekia amekuwa akiyafanya kweli. Wacha tumuongezee wakati wa kuishi. Akaongezea miaka 15. Maana rekodi yake ilipotazama kule mbinguni ilionekana ya kwamba anastahili kuongezewa. Kitabu cha Mwanzo 22. Nimesema sadaka sio sadaka tu, lakini sadaka iliyo bora. Na si kwa pesa mingi, ni kila ambacho umebarikiwa na unatoa kwa moyo mkunjufu. Inasema yeye upenda a cheerful giver. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio kutoa tu. Na huwa anasema unapotoa kitu kile unataka ufanyiwe nini? Kwa sababu unakitoa nini unataka baba akufanyie? Si kutoa tu bribery, hapana. Lakini ujiulize kwamba nini nataka nifanyiwe? Kwa sababu nimetoa hiki. Mkulima anapoenda kupanda kwenye shamba,
yeye huwa na matumaini ya kwamba atakapo, baada ya mavuno, baada ya ile mimea ama mbegu kukua ama kumea, huwa anatarajia ya kwamba, ana matumaini ya kwamba atavuna mavuno mengi. Na unapopanda kule mbinguni, mahali ambapo hakuna uharibifu, hakuna wezi, hakuna wadudu, lazima uwe na lengo. Nataka nifanyiwe nini? Baba asifiwe sana. Amen. Inasema 22 aya yake ni ya kwanza. Tuko katika Mwanzo 22 kuanzia kwenye aya. Yasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo, Elohim akamjia Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakaokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akamchukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachaja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa ndilo nimemfikia Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na mwana mmoja peke yake kupitia Sara, ambaye ni nani? Ni Isaac. Na Isaac ni mwana wa ahadi. Na maandiko yanasema ya kwamba kutoka kwako nitakufanya uwe taifa kubwa. Lakini leo nimemjia akaambia ya kwamba, Bwana akamtokea Ibrahimu akamwambia, mchukua mwana wako pekee. Jambo la kwanza nakumbusha, hauna mwingine, lakini huyo peke yake wa pekee mpendaye. Pia nakumbushwa ni mwana ambao naye mpenda, hana mwingine. Baba utaka kitu kibora. Haleluya. Amen. Kitu bora, sadaka bora, hicho ambacho umeshikilia Baba nakitaka. Lakini sasa unakuta watu wamekatalia. Mimi sina kingine. Tunakuwa kama mwanamke yule katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Elia alipotabiri ya kwamba miaka 3.5 hakutanyesha mvua hadi wakati neno la Baba litakapomjia tena. Baada ya kile kijito kukauka, maana alikuwa analishwa na kunguru wakati wa asubuhi nyama na mkate, na wakati wa jioni nyama na nini? Na mkate. Baada ya kile kijito kukauka, akaambiwa nenda kwa mwanamke mjane, na huyo mwanamke atakulisha. Wakati Elia alipoenda akakuta mwanamke anaokota nini? Kuni. Akamwambia, wewe mama, niletee nini? Mkate, maji. Alipokuwa akienda akaambia kwamba na unikujie na mkate. Hapo kusikia mkate akageuka akasema, Bwana wangu, mimi mtumishi wako, mjakazi wako, nimebakisha kauka kidogo tu na mafuta kidogo, na mimi nilikuwa naokota kuni hii, niende nikapike tule pamoja na mwana wangu afutufe. Hapo linakuwa mng'ang'ano wakati ya kutoa sadaka iliyo bora. Mtu asema mimi niko tu na hii, hakuna ingine, ni hii tu. Lakini hiyo tu ndio Baba anahitaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo niliambia mtu mwingine ya kwamba ukitaka kubarikiwa, ukitaka kuinuliwa, ukitaka kubadilishiwa maisha, wakati umefinyika, mahitaji imekuwa mingi kuliko income yako ama kuliko kile ambacho uko nacho, kicho hicho nenda ukitoe kwanza, utaona Baba vile huwa anafanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana huyu mwanamke alikubali sauti ya Elia na akaambiwa kwamba utakapokuwa unapika mkate wa kwanza uniletee, nile kwanza mimi, usile na mwana wako kwanza, wewe niletee. Wakati wangefanya hivyo, haleluya. Amen. Kauka kamebaki kilo moja. Hapo mtu anakuambia kwamba hiyo kauka nataka unipatie mimi. Utamtolea ndipo nasema aliye na nguo mbili apeane moja. Mimi niko na moja sikupatii. Hiyo kilo moja mpatie. Kwenye shida hiyo ndio utamuona Baba. Haleluya. Amen. Unaona yule mwanamke mchana,
Yeye alikuwa zile ambazo ziko nazo. Dinari ngapi? Hakuwa na ingine. Na hiyo ndiyo alienda kama amebarikiwa kuliko ambao walikuwa na mapesa. Maana walitoa kulingana na jinsi ambao wamezidisha nini? Hela zao. Wajua wakati mwingine tunavunjika moyo. Ukiona mtu pengine kwa kanisa anasema nitatoa viti 10. Wewe pengine umejaliwa na moja sana. Sasa nitasema moja hapa na itakuwa na. Kuna sehemu tuliendaga kwenye mkutano fulani ya kuchangisha pesa. Ikawa sasa mtu wa kwanza amejiandikisha 10,000, 10,000 kwenye rekodi pale. Sasa mtu alikuwa na kamia yake 2. Sasa ndio ameigama namna hii. Mtu amejiandikisha 10,000. Unatetemeka nini? Wewe jiandikishe kwa ujasiri. Niandike 200 shillings. Wakifikia 200,000, wafikia 200 shillings. Unamalizia. Na unasema na ujasiri, maana huo ndio utajiri ulio. Yule mwanamke mjane hakuaibika kutoa dinari ngapi? 2. Maana hicho ndicho ambacho alikuwa nacho. Naye akabarikiwa. Wakati wanapotoa mapesa zao, wingi wa hela zao, yule mwanamke alienda pale tu akiwa na ujasiri, akiwa na imani. Hicho ndiko nacho, hakuna kingine, na akazitoa. Sasa huyu mwanamke ameambiwa kwamba hiyo vile umesema, nenda upike. Na mkate wa kwanza nileteni fana mahali? Nile. Haleluya. Amen. Wakati Elijah alipokula, hapo ndio baraka zilianza. Ile unga neno anasema haikuisha. Ile mafuta haikuisha hadi wakati mvua iliponyesha. Baba asifiwe sana. Amen. The more you give the more. Lakini kwa moyo. Shida yetu ya kwamba ikifika wakati wa kumtolea baba sadaka, aidha yeyote, ila ni mchane unampatia, ama ni watu ambao wanakuwa kwenye streets. Wengine mpaka unasema huyu ni kujifanya rajima, huyu hapo sawa. Na unaona huyo mtu hayuko sawa. Huyu ni conman. Nani alikwambia ni conman? Mpaka mna hata watu wasaidiki ovyo ovyo. Unaweza saidia mtu ambaye anajifanya kuliharibika. Sasa uliambiwa hivyo, wewe upatie tena wewe manenda zako. Ni wangapi walikuwa ukakosa kuwapatia na ulikuwa nazo? Ukasema ni conman. Ukasema anajifanya. Ni wangapi wamai kupata ukawafukuza? Ukasema sikupi. Wangapi wamai kuomba ukona na shida kabisa? Ukasema mimi niko na kamia tu. Na nikangu na mkao na watoto wangu. Ungejaribu ungempatia yule. Ungeona miujiza ya baba. Baba asiwe sana. Amen. Maana si kwa wingi lakini ni kwa moyo. Maandiko yanasema ya kwamba mchukue mwana wako wa pekee, hana mwingine ni huyo peke yake, Isaka. Umpendaye. Na anakumbushwa baba anamechwa kile ambacho anachokipenda ndicho ambacho anakitaka. Ndipo nikamwambia sadaka sio sadaka tu, lakini angalia pia baba. Unajua kuna kitu unaweza toa mpaka unasikia umefeel. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Unatoa mpaka unafeel kumbe umetoa. Lakini kuna kitu unaweza toa hata mpaka unasema ulitoa ngapi, mpaka unaona kama nilitoa ngapi. Kwa sababu hata ukufeel chochote uko nazo, lakini umetoa tu mpaka umesahau umetoa ngapi, umepeana ngapi. Toa kitu ambacho hata kinakugusa. Kama Ibrahim. Huyo uko na watoto wangapi? 3, 4, 5, 2. Ukiambiwa utoe moja utakubali? Haleluya. Amen. Ukiambiwa utoe moja utakubali ndugu? Utasema na hiyo sauti. Sasa hivi kile nikwambia baba amesema umtolee utoe huyo mwana wako huyo. Wakati hapa watoto wako waende utoe huyo mmoja. Nasema hii roho ya shetani hii. Ndio sema ishindwe katika jina la Masihi. Utaanza kuikemea. Lakini Ibrahimu hakukemea ile sauti. Alikubali nini? Mwito. Ule mwito na akamchukua. Na kama kuna mahali baraka za Ibrahimu zilianzia baraka kamilifu ni hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ya muda nitakimbia mahali pale. Soma aya yake ni ya Haleluya. Amen. 12 inasemaje? Yaani naongea juu ya unaweza kama kitu ikose kukubalika. Baba kama Cain. Wewe unatoa lakini hajakubalika, inakuwa hiyo ni negative. Ni hasara umeenda. Chunguza unapotoa, nini unamtoa? Na moyo wako uko namna gani? Gorani hana hatia. Moyo wako uko namna gani unapotoa kile kitu? Wengine wanatoa mpaka wanakutangaza. Shalom. Shalom. Kama si
mimi na fulani hangeishi, alikuwa amekufa, mambo yake ilikuwa imeshakwisha. Unasema kwenye madhabahu, unasema unajua mimi hapana. Baba hapendi la jambo kama hili. Unasemaje? Soma mahali pale. Mwanzo wa 22 mstari wa 12 yasema hivi. Ndio. Akasema usimunyoshee kijana akasema usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa mcha Elohim, iwapo hukunizuia mwanawe wa pekee. Haleluya. Amen. Yaani kile ambacho baba anajua kwamba unampenda ni hicho ambacho umekatalia, kama utaamua kumtolea. Nashukuru kwa sababu ya mtu mmoja alikuwa akiitwa Jefta ama Jefta. Alikuwa ameweka nadhiri, akamwambia baba, iwapo nitaenda unishikilie dhidi ya maadui zangu, nitakapokuwa nikirudi, kila ambacho kitatoka hivi kinilaki, nitakutolea kiwe dhabihu, sadaka ya kuteketeza. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa sijui Jefta ama Yefta alikuwa amewaza nini ambacho kitamlaki. Kulingana na mtazamo wangu, hapo ni mtazamo wangu, na hivyo ndivyo ilivyo. Jefta pengine alifikiria kwamba kila ambacho kitamlaki pengine vitu kama kondoo, mbuzi, ng'ombe, vitu kama hizo ambazo walikuwa wanamtolea baba nini? Sadaka ya. Lakini yule mtu alikuwa na msichana binti mmoja, hapo na mwingine. Baba yupenda kitu kile ambacho kizuri ndiye anachokiangalia. Ndipo unapomwahidia baba, mwambie unataka kumpatia nini. Useme tu baba, kitu chochote nitakutolea wewe. Usifanye na afya aina hiyo, usiweke viapo aina hiyo. Lazima mwambie baba, mimi nitakutolea kitu fulani. Baba anajua kuchagua kile kilicho bora. Haleluya. Amen. Sasa Jefta wakati amerudi akiwa na furaha nyingi, maandiko inasema ya kwamba kilichomlaki hakuwa anakusudia, hakuwa anatania, lakini baba anajua kuchagua. Haleluya. Amen. Kuna mtu mmoja binti yake ndiye alimlaki kwa kifupi, na hakuwa na mwingine. Binti wake ndiye alimlaki na ni sadaka ya kuteketeza. Alisema wewe umekuwa juu ya maadui, wewe umekuwa kama adui zako ambao huwa wananisumbua. Ile furaha iligeuka kuwa kilio. Baba anajua kuchagua. Haleluya. Amen. Kuna mtu mmoja hivi wakati wa kutoa sadaka. Sasa unajua watu wengi wanachagulia kwa mfuko. Pia watu wanakuwa na sensa. Wanachagua hii ni 50, hii ni 100, hii ni ngiri, hii ni 100. Kuna watu wakishika noti namna hiyo kwa mfuko. Yeye anachukua kati moja na mkono na noti zinatuana. Kuna communication, kuna waya. Akikuta unajua sensa. Sasa sijui sensa yake ilikuwa imefeli. Sasa kutoa. Akakuja tu mzuri kutoa. Akaweka. Na kupale akaketi mzuri. Haleluya. Baba yajua kuchagua. Sasa kwa bahati mzuri ama bahati mbaya, yeye yake ilikuwa pefije, festival. Alitoa 1,000. Unafikiria alijihisi namna gani? Akiwa pale jacho kamtoka kenda kwa sababu afia, mimi nilikuwa nataka kutoa 50 lakini nimeweka 1,000. Wakamwambia tuliombea yote na tukasema kualiko kwa sababu umetoa mingi. Haleluya. Ikawa namna hiyo. Baba anajua kuchagua. Sasa yeye aliangalia akaona sasa sikili sensa yake ilikuwa za kufanya kazi mzuri kwa mfuko. Na kwani ukileta hapa ikishaombewa imeombewa. Baba bariki huyu dada. Ametoa kwa moyo mkunjufu. Ametoa. Sasa maneno yale yameshatajwa. Akamwambia sasa hakuambia kiendacho kwa mganga akirudi, lakini yeye aliambia kwamba ukishamtolea roho, baba alikuwa anataka utoe ingili yako, anataka utoe 50. Atafanyaje? Ndipo niwaambia kwa kula jiandaa. Unataka kumtolea baba? Ni. Sasa Ibrahim baada ya kuambiwa yeye hakumzulia roho mtoto yule. Alimchukua, walienda safari ya siku ngapi? 3. Ili baba aone kana kwamba kwanza anamwambia mahali ambapo utatolea ni katika mlima nini? Moria. Mahali ambapo ni pa kutolea sadaka
kumwelekeza. Haleluya. Amen. Si mahali popote. Sasa baba alifanya tena mwendo wa siku 3, usiku na mchana, ili aonekana kwamba atagairi. Lakini imagine, anaenda siku ya kwanza, naenda kumtoa kijana wangu. Siku ya pili, siku ya 3, walipofika karibia pale, akawaacha wale vijana, akachukua kijana Isaka pamoja na nini na kuni, wakaenda mpaka katika mahali ambapo wangetolea sadaka. Kufika mahali pale, kabla hajafika, Isaka alimuuliza baba yake, baba, naam mwanangu, kuni tunazo, moto tunao, kisu tunacho, kinachoenda kutolewa ni nini? Akasema, baba atapeana. Haleluya. Amen. Baba atapeana. Hiyo sio shughuli zako kujua, wewe naanza tu. Kuna wakati nilifundisha pia just begin. Wewe chukua tu hatua. Hiyo nyingine ya katikati na kumalizia ni ya Baba wa mbinguni. Haleluya. Haijalishi tena namna gani, itamalizia namna gani, hiyo sio shughuli zako, hiyo ni shughuli za nani? Za Baba wa mbinguni. Baba asifiwe sana. Shida yetu tunataka kujua itakuwa namna gani, na itamalizia namna gani. Isaka alitaka kujua itakuwa namna gani, na itamalizia namna gani, lakini Ibrahim alimwambia, Baba atapeana, maana Baba ni mpeanaji. Haleluya. Yeye hupeana. Wenzetu wana ushuhuda hapo wanaweza toa ya kwamba ndio waliobariki na wakapewa. Baba huwa anapeana. Baba huwezi muomba akakosa kukupea, lakini angalia ndani ya moyo wako. Akamfunga kijana na akamwekea juu ya kuni. Kijana hakuresist, kadhaa akawekelewa mahali pale. Baada ya kuwekelewa, jambo la kwanza yeye akaasha moto pasipo kuua kwanza. Na Ibrahimu hapo anafanya mzaha. Alipoinua kisu, alipoenda kumchinja kijana, akasikia sauti, usimdhuru mwanao. Haleluya. Amen. Kwa kweli nimejua unanipenda. Kwa kweli nimejua wewe ni mchaji Elohim. Iwapo huku nizulia mwana wako umpendaye. Baba asifiwe sana. Amen. Haleluya. Maana Ibrahim aliamini ya kwamba ndio anaweza kuwa kwa namna hiyo. Huyu ambaye aliyenipa alikuwa na miaka 100, ana nguvu na uwezo ya kumfufua. Amen. Baba asifiwe sana. Amen. Shida yetu tunataka kujua itakuwa namna gani. Hiyo tunakuta huwezi barikiwa, huwezi uinuliwa, huwezi kujua maombi yako. Maandiko yanasema msijisumbue utakula nini, utakunywa nini, utavaa nini. Maana Baba yuwajua mambo yako unahitaji. Baba asifiwe sana. Wewe lako ni kutoka, nenda kazi, nenda ukafanye kazi. Wacha kujua itakuwa namna gani, itamalizia namna gani. Hiyo ni shughuli za nani? Za Baba wetu. Mwana wako, mtoto wako akija kukuagiza kitu, yeye akisha kuambia, yeye shughuli hizo zimeisha mahali pale, shida zake amefikisha mahali ambapo panahitajika. Yeye anaenda anacheza na anajua kwamba atatimiziwa. Haleluya. Hivyo ndivyo inavyohitajika na sisi. Tukisha muombe Elohim wetu na kumjulisha mambo ambayo yametuzingira, mambo ambayo yametusukuma, tuamini ya kwamba tumeshapokea. Baba asifiwe sana. Wacha kuuliza itakuwa namna gani, itamalizia namna gani. Hiyo sio shughuli zako, hiyo ni shughuli za nani? Za Elohim wetu. Ibrahim alijua shughuli yake sio hiyo. Aliyenipa nilikuwa na miaka 100, aliyempa mke wangu akiwa na 90 years, ambapo ni mambo ambayo ni kinyume na maumbile. Ibu imagine miaka 90, mwanamke wa miaka 90, 90 years anafuka bipa, 90 years darasa. Huyo si Elohim. Kwa hivyo Ibrahim alijua kama mke wangu Sara kulingana na maumbile alipata mtoto, kulingana na kinyume ya maumbile alipata mtoto, kinyume ya maumbile, hata najua akifa huyu atafufuka. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa akamwambia huku nizulia, kwa sababu ya muda soma 16 ndugu. Atafanya namna gani sasa? 16 yasema hivi. Akasema, ndio, nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana. Huyo ni baba na hapa anasema nimeapa kwa nafsi, nitafanya namna gani? Kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuia mwanao wa pekee. Ndio. Katika kubariki nitakubariki. Haleluya. Amen. Katika kukubariki nitakubariki. Kama hii injili inaweza kuingia ndani ya watu, wacheni waamini, tunaweza kuwa mbali sana. Haleluya. Amen. Ukisoma Isaia 1:19 nasema ya kwamba kama mkikubali na mtii, mtakula mema ya nini?
Wakati ya vita Armageddon ambao tulikuwa tunafundishwa hapa. Si wakati, ni wakati gani? Na sio zaidi, ni wakati gani? Ni wakati tunakula mema ya nchi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ati kukubariki, hakika nitakubariki. Ukisoma 28 Kumbukumbu la Torati, aya yake sitini ya 7-8 inasema ya kwamba nitaamuru baraka zije. Kwa hivyo hata nikikaa hapa mbele sitazuia baraka nifikie. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndipo sababu mhipaji mwingine wako jana kaomba ombea adui. Aishi siku hii unapobarikiwa ajionee kwa maji. Ajakufe. Ajionee kwa maji. Ajionee kwa nini? Kwa maji. Alifa hivyo yule. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana Baba hubariki watu, huinua watu wake, lakini inategemea uhusiano wako na Baba wetu. Haleluya. Amen. Kama injili inapenya ndani ya mifupa, ingie ndani ya mioyoni mwetu. Baba wetu ni Ibrahimu. Ukisoma katika kitabu cha Galatia 3, ndiye mmekuwa uzao wa nani? Ibrahimu. Kwa njia ya nini? Ya imani. Hakika kukubariki nitakubariki, na baraka zako hakuna mtu aliye na uwezo na nguvu ya kuzuia. Kama leo ameamua atakubariki. Amen. Kama ameamua hakuna mtu ambaye atazuia. Hata wakienda kwa uchawi, wakienda kwa uganga, hata wakifunga maombi kiasi gani, itakuwa ni shida sana. Baba akishasema hakika kubariki nitakubariki, hakika atakubariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Atakubariki. Lakini ategemea msaada wako na yeye. Simbarikiwe sana. Amen. Na mambo ya kimaisha, na mambo ya kiroho. Amen. Haleluya. Amen. Wajua sasa sisi tunapenda mambo ya kiroho sana kuliko ya kimaisha. Wewe una balance. Bwana asifiwe sana. Amen. Una balance maneno. Una balance. Unaenda na kiroho, umesahau maisha ya kila siku. Wewe unapoenda sokoni kununua chakula, unaambia mimi ni Masihi, mimi nimeokoka. Katika jina la Mwokozi wetu nipatie anakupatia. Sirudi kwa mfuko. Wewe utatandika, unaenda kwa hoteli unakaa unasema wewe umeokoka, hutalipa chakula, wewe ni wa kiroho. Wewe utatandikwa na kiroho yake. Hapo ni pesa unatoa unapeana, umekula, toa pesa upeana. Upeana, hiyo ni maisha ya kila siku. Hapo unaabiri matatu hapa. Unaenda mjini, unaambia mkonda akikwambia wekelea, unamwambia unajua mimi nimesikia mimi nimeokoka. Unajua mimi kama Elijah naweza itisha moto kutoka. Wewe utatandikwa utaona moto. Utatandikwa utaona moto. Hiyo moto unaitisha utatandikwa. Sura ikiangalia unasema huyu ni yule anasi yeye. Anafanana kukubariki ndani. Haleluya. Nitakubariki. Wala siwe sana. Amen. Mimi ningeomba tabidi nifarikiwe. Amen. Na wewe? Ubarikiwe. Kama Ibrahimu, lakini aliambia kwa sababu huku nizuia mwana wako wa pekee umpendaye. Nami pia hakika yake nimeapa kukubariki, nitakubariki. Alafu na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako. Na katika kuzidisha nitazidisha uzao wako. Hivyo niliposema tumbo lako litabarikiwa. Uzao wa nini? Wa Ibrahimu. Kila ambacho utakuwa unaguza na mkono wako kitakuwa kimebarikiwa. Kimebarikiwa. Haleluya. Amen. Wewe unataka ukikuza kitu kina multiply, kinakuwa kiki, kinaongezeka, si kinakuwa sana, kinapungua. Kuna mtu akikuza kitu kinapungua, baadaye kiongezeke. Elijah aliingia katika boma ya mwanamke mjane. Ile unga Elisha iliongezeka. Elisha kaambia yule mwanamke ambaye alikuwa amefika mwisho, ambao wanao wangechukuliwa, wale wafanywa watumwa kwa sababu ya neno aliyokuwa nayo. Lile neno lililotoka kwa Elisha ilikuwa neno la baraka. Akaambia ile mafuta ni mtungi mmoja, ilitupa moja nenda kwa majirani, usanye mitungi mingi na usanye mitungi michache. Kisha ukifungia kwa nyumba pamoja na wanawake wawili. Kisha yale mafuta yako kwenye chupa utakuwa unaweka kwa ile mitungi. Kwa sababu ya neno la mtu ambaye imebarikiwa. Hilo ndio litimia mahali kutimia.
itimie. Huyo mwanamke alikuwa mjane na pia alikuwa maskini, alikuwa watoto wake wachukuliwe wakuwe mateka au wakuwe watumwa, akawa ni tajiri. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ya neno ambalo limetoka kwa mtu ambaye amebarikiwa. Ukibariki mtu anabarikiwa. Nategemea. Haleluya. Amen. Kwa nini unaweza kubariki baada ya kubarikiwa? Maandiko yanasema katika Malaki 2, nimeshalaani baraka. Yaani unabariki mtu baada ya kubarikiwa yeye analaaniwa. Inategemea inatoka wapi. Baba akubariki. Amen. Inategemea kwa baba akubariki, unabarikiwa. Na wewe ukisema amen, nini ambacho umefanya ubarikiwe? Hapa ya Ibrahimu kuna kitendo ambacho amekifanya. Watu wanataka kubarikiwa na hakuna kitu wamefanya. Shalom. Shalom. Unataka kubarikiwa na hakuna kitu umefanya. Lazima utende tena. Huwezi vuna mahali ambapo hukupanda. Hakika kubariki nitakubariki na kuzidisha uzao wako. Na nini ingine? Kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na mlango wako utamiliki mlango wa adui zao. Wengine hata wanatoroka pasipo kufukuzwa na kitu. Wengine wananyoka usiku. Mungu wananyoka. Angalia mambo ambayo inakusumbua. Wengine ni kuota na ambao walikufaga zamani. Na maandiko yanasema ya kwamba utamiliki milango ya adui zao. Maandiko yanasema lazima tubadilishe mitazamo. Zile ahadi tumeahidiwa katika Biblia hii takatifu ni za kweli na amina. Haleluya. Ni za kweli na amina. Ukisoma Waebrania 12, ndio nasema ya kwamba neno la Baba ni kama pango katao, liko na uwezo, liko uhai na kubadilisha maneno. Baba asifiwe sana. Amen. Nitumie kwa njia hizo. Wacha tuone kama tunamaliza, tutasoma sana mambo ya Walawi. Unaweza toa chochote ama inategemea. Mambo ya Walawi 22 aya yake ni 21. Inasemaje? Mambo ya Walawi 22:21 yasema hivi. 21 yasema hivi. Na mtu awaye yote atakayemtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani, ili kuondoa nadhiri au sadaka ya moyo wa kupenda, katika ng'ombe au katika kondoo, atakuwa mkamilifu, apata kukubaliwa, pasiwe na kilema ndani yake chochote. Angalia, kama kuna kitu umeahidia Baba katika ile kitu unataka kumtolea, angalia kama kitu kiko na kilema. Maana anasema ya kwamba asitolee kitu ambacho iko nini? Kilema. Kuna vitu vinatolewa havikubaliki. Havikubaliki. Unachagua kilicho kibaya, kilicho kibovu unamtolea Baba. Kwa mfano kivuna mahindi. Shalom. Ile ambayo imekuliwa na anapanya na wadudu. Ile ambayo imeoza tunaweka kwenye madhabahu. Baba hata ikubali. Baba anataka kitu kilicho bora. Kwa hivyo kuna utaratibu wa kutoa. Maandiko yanasema ya kwamba hutamtolea Baba kitu kilicho kilema, ambacho kiko na kasoro. Hutamtolea. Na ikifika sasa wakati wa kutoa, unajua mwili ndio unataka utoe. Inafinya roho, roho anakuambia toa, mwili anakuambia wewe. Unajua sasa ukitoa itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Umesoma 22? Sijamaliza. 22 yasema hivi. Pasiwe na kilema ndani yako chochote, kipofu au aliyevunjika mahali au kiwete au aliye na vidoda au aliye na upele au aliye na kikoko, hamtamtolea Bwana wanyama hao, wala msiwasongeze kwa Bwana kwa njia ya moto juu ya madhabahu. Bwana asifiwe sana. Amen. Baba anataka kitu kizuri, sadaka iliyo bora. Kitu ambacho ni kilema, ambacho kimevunjika, ambacho ni kipofu, usichokamtolea Baba. Unakuta mtu amekuja kutoa kuku hapa, hata unakuta haina manyoya mzuri, unakuta manyoya mengine yamefutika namna hii. Unashika hii kuku ilikuwa mgonjwa, hata mwingine anatoa kuku hapa anajua ile za kufa wakati wote, analeta hapa hiyo bewe. Mwingine anatoa matube madhao, anatoa kwa kuku ambayo imelalia, bora ni kutoa.
Baba yao, sasa wewe leke mpaka tulikile mbele. Sasa wewe uko namna gani wewe? Baba anataka kitu kilicho bora. Wacha kuangalia umefinyika kiasi gani. Jinsi ambavyo umefinyika, toa katika kufinyika kwako kama mwanamke yule mjane. Uone hiyo sadaka pia itakapokuwa. Haleluya. Amen. Baba ni mkuu. Hebu tusikie anasema ya kwamba wafalme wa dunia tukiwatolea hivyo watatufanya namna gani? Malaki 1:8. Malaki 1 aya yake ya 8. Inasemaje? Malaki 1 aya yake ya 8 yasema hivi. Ndio. Tena mtoapo sadaka tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya. Angalia. Ati tukimtolea baba vitu ambavyo vina udhaifu. Tunasema sio nini? Si vibaya. Ndipo nikasema kuna mtu anatoka tena sawa alitoa nini? Kwa sababu hajakuzwa. Umwaiki toa kitu mpaka unasikia hivi. Unasikia siku mbili unaenda siku unasikia na kweli nilitoa. Haleluya. Amen. Baba anataka hivyo. Tukudanganya. Ati unatoa mpaka unasikia nilitoa kweli. Mpaka unasikia ndani yako una feel kitu fulani. Lakini baadaye utavuna mema. Haleluya. Utavuna mema. Umeitoa nguo yako ukapea mtu hivi. Yaani unachukua unaangalia sasa hivi. Kweli nataka kupeana hii. Na nayo unaipenda kabisa. Lakini unasema kwa sababu ya upendo ulio ndani yangu, wacha nipeane. Hiyo ndio baba anataka. Lakini shida unakuta mtu anachagua. Anachagua anasema sasa hii ndio nitapeana. Wewe unapeana tabia haifanani. Unakuta mtu analeta kwa viatu. Yaani nakuta zote ni right yote. Analeta hata ukivaa viatu ambazo za Mungu moja zote. Na mtu anatoa, anasema nimetoa hata mimi. Baba unibariki unapokumbuka watu wengine ukikumbuke. Wewe utakumbuka kwa raha. Viatu ambavyo havifanani. Ninaiona mtu akatoa. Ni kama hapa ndio dustbin ya kutupa. Uliza mafundi hapa, wakiacha mafundi ya nguo. Watu viatu zikishikana na peka. Ushone hii na kwa deposit anaenda kimoja. Unakuta fundi na gunia yako ya viatu na unafikiri mtu anataka kufungua wapi? Ni viatu ambavyo zilishikana kukaa kule zinatupwa kule kwa mafundi. Sasa kuna watu ambao wanafanya dustbin katika nyumba ya baba. Vitu ambavyo vimeshikana sasa hii sasa nasikia mchungaji anapeana. Nasikia anapeana viatu. Unaweka viatu opposite. Unaweka kwa nyumba ya baba. Na nitafaa hiyo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba ati mtu wako kitu kipofu, mnasema sio vibaya, alafu si vibaya, na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya. Haya, mtolee liwali wako. Haya, sasa naambiwa si hiyo vitu namtolea baba vitu ambavyo ni dhaifu. Sasa hebu mtolee liwali wako. Liwali ni kama gavana. Sasa tuseme gavana kama Kenya. Anaitwa nani? Nikinodi ama? Likinyajui. Sasa nataka uende kwa gavana Likinyajui, liwali. Wataka kwenda kumtolea nini? Kumpatia zawadi? Zawadi. Utampelekea kwa macho kana macho kipofu. Takiwekwa pale kanapiga mlango uko pale kanatokea pale kwa ofisi ndani. Kwa sababu ni kipofu. Atafurahia. Mtolee liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe? Atafurahia, atakuwa radhi na wewe kweli? Au atakubali nafsi yako? Atakukubali wewe. Asema Bwana wa majeshi. Sasa baba anauliza kama liwali wako hawezi kukubali hiyo sadaka umemtolea, baba atakubali kweli? Soma verse 13. Nataka kumalizie huko. Hapo. Tena mwasema, tazama jambo hili linatuchokesha namna gani? Kama kuna kitu watu wanachoka ni kutolea baba, ni kupeana, watu watachoka. Ndipo Paulo akasema ya kwamba msichoke kutenda wema katika Wagalatia 6:9, maana mtavuna kwa wakati unaofaa, msipozimia. Haleluya. Watu kuwekeza katika dunia hawachoki, lakini kuwekeza mbinguni na maana gani? Wanachoka. Huyo tumemsaidia ataweza akasaidika. Endelea kusaidia. Mpaka baba akiwa pia anasema kwani umefanya kazi. Hata watu walisema hii kazi imetuchosha sasa.
usichoke kutenda mema, maana utavuna kwa wakati unaofaa kama utasimia moyo. Huyo mtu ambaye umekuwa ukisaidia, huyo mtu ambaye umekuwa ukisimama pamoja na yeye, vile ambavyo umekuwa ukisimama na madhabahu, usije ukachoka, maana utavuna kwa wakati unaofaa. Baba asifiwe sana. Amen. Ibrahimu hakuacha kuomba. Ibrahimu hakuacha kutenda wema, japokuwa alikuwa hana mtoto, mpaka wakati ulifika, kwa sababu hakuzimia moyo. Haleluya. Inamalizia namna gani ndugu? Nanyi mumedharau, asema Bwana wa majeshi, nanyi mumeleta kitu kilichopatikana na udhalimu. Kwa hivyo si vitu vyote, usiakikuta na kijana yako mtoto wako anapiga vita geto huko geto ama geta. Hapo wanakupatia pesa unaleta hapa. Imepitikana kwa udhalimu. Zingine ni hogo. Haleluya. Amen. Si vitu vyote unaweza leta hapa. Naji kila mtu kimepatikana kwa udhalimu, maana hujafanyia kazi, hujatolea jasho, unakileta. Nazitaka tatemane. Kuna tatemane, pesa chafu. Unajua mtoto wako ni mwizi sugu, ni jambazi, na unamwombeana akienda naenda kufanikiwe, na unajua ni jambazi, kazi yake ni kupiga watu geta, hapo unamuombea. Baada ya muombea badilike, unamwombea kwa huku. Shalom. Unamwombea kwa huku, hapo unatoa fungu la 10 kwenye zile hela, na alaaniwe mtu kama yule. Zile hela hazitakani zitolewe fungu la 10. Hazitakani zitolewe sadaka ambao pengine uko umeweka nadhiri, ama sadaka ya hiari ambao zimepatikana kwa nini? Kwa udhalimu. Hawezi kubalika hiyo. Hata kama uliiba mdosi wako, hizo zitakani ulete ya udhalimu. Ili ambao umetoa kwa jasho lako zitakani ulete hapa. Ndipo nasikia nchi ya Kenya watu wanapiga makelele ati kuna wanasiasa wanatupeleka pesa ya nini? Ya wizi kwa kanisa. Na mapasta na wanakubali zile pesa. Sio kila sadaka inakubalika mbele za Baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Umemalizia? Yasema hivi, na kilema na kilichokigojwa ndivyo mnavyotolea sadaka. Je, nikubali hili mikononi mwenu? Sasa Baba anauliza akubali, atakubali. Hawezi akakubali. Kama zile vitu vimepatikana kwa udhalimu, kama vina udhaifu wowote, Baba anasema hatakubali. Alafu asema Bwana, ndio, lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya. Haya. Si nimesema alaaniwe? Sio mimi, ni maandiko. Na alaaniwe mtu yule ambaye anafanya nini? Anadanganya. Kwa njia gani? Ambaye katika kundi lake ana mume, akaweka nadhiri, ila mtolee Bwana kitu kilicho na kilema. Kwa maana mimi ni mfalme mkuu, ndio asema Bwana. Asema Bwana wa majeshi, na jina langu laticha katika mataifa. Amen. Ulikuwa umeweka nadhiri kitu fulani, ati Baba mimi nitakutolea hiki. Lakini ikifika wakati wa kutoa, unatoa kitu ambacho ni tofauti. Sulemani akasema ya kwamba unaanza kuulizia, niko nimesema nitatoa nini? Niko nimesema nitatoa nini? Hapana. Na alaaniwe mtu yule ambaye anayedanganya. Unajua kwa moyo wako ulimwahidia Baba nini? Na hiyo ndio kitu inakukula mpaka siku ya leo. Unauliza kwa nini Baba hajibu maombi yangu? Ni kwa sababu unamtolea vitu ambavyo sio sadaka iliyo bora. Haijatoka ndani ya moyo. Unafanya ufanye tu. Lazima ukae chini, nikimtolea itakuwa namna gani? Nimalizie katika Kumbukumbu la Torati. Na malizia bahali pale. Kumbukumbu la Torati 23:18. Sio vitu zote unaweza kumtolea Baba. Kumbukumbu la Torati 23 aya yake ya 18 inasemaje? Kumbukumbu la Torati yasema hivi. Usilete ujira wa kahaba. Haya, hata pesa za kahaba. Wakati si amejahili. Mtu anafanya ukahaba kule hata anatazile pesa. Ati ni biashara. Wako walisema wapewe license. Hiyo ni kama kaduka, ya duka ya nguo ama ya spare part. Vile unauzaga taa ya gari na pia hapo pale. Pesa ya kahaba. Ujira wa kahaba. Unajua binti yako ni kahaba. Yeye anaenda kwa inagi ama na pale ambapo anakuaga. Asubuhi anakuletea zile pesa. Alafu unapeleka kanisani.
Usilete ujira wa nini? Makahaba. Wala mshahara wa mbwa. Hata kuna bora mshahara wa mbwa. Hata kitu hata mbwa. Ukiuza mbwa pale hiyo pesa kwa kanisa. Hata kuna mtu anaitwa kwa magui. Wa magui. Wa magui. Hiyo yaani wa maubwa. Hiyo ndio kazi yake. Sasa hiyo pesa naambia silete kanisani. Bwana asifiwe sana. Unauza kaumbwa hapa ni hapo na pasta. Nataka hii ni malipuko. Hii ni malipuko nimeleta. Unaenda kaumbwa. Ujira huko isilete kanisani. Yaani unajua unaweza kuwa unafanya kazi kubwa katika nyumba ya baba katika kutoa. Lakini kama unavyotoa ni kama kubalika mbele ya nani? Hello. Bwana asifiwe sana. Ndipo tunawaambia mpaka mjue watoto wenu wanafanya kazi gani. Binti yako anafanya kazi gani Mombasa? Pengine tunachukua na tumsuku tule kwa nini? Kwa miaka 105. Tule ambao tumeritaya tumekuja kufia hapa Kenya. Sasa unasema mtoto wako anafanya hoteli ile kubwa kule Mombasa. Wapi? Mambo mengine inakula watu katika mboma. Kwa sababu kuna kitu ambacho walipokea ambacho si cha kutukuza roho. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo sasa mnaona wameanza kujua vitu ambavyo inastahili tolewe sasa. Tumeona sasa? Tumejua sasa? Kila mmoja kimechangia sadaka yako, maombi yako ikakosa kujibiwa. Tumeanza kuona kwa sababu na kweli mimi nilikuwa na pesa mingi kwa mfuko lakini ilitoa 50 bob. Na ile 50 hata lazima ipigwe pasi. Kwa sababu kamekaa unasema kamepigwa solo tape. Utafikia kwamba ni waya sangani. Na mtu ana mapesa kwa mfuko, anachagua, anatoa 50 kale mpaka hata sikini kama zinapiga kwa pasi, zikija. Lazima zipigwe pasi. Na mapesa anayo, lakini alichagua na kimekanika ukiangalia hata picha ya nani? Ya Kenyatta uone. Dirisha. Na tunatoa hapa. Na ulikuwa na manoti mpya kwa mfuko. Sema hii pasa ametuzoea sana. Sio pasa! Hii Elohim, haleluya. Hii Elohim. Ametuzoea. Hata kula hiyo ambayo kamechapa kaishie kwake. Sibarikiwe sana. Amen. Haleluya. Mkitaka tubarikiwe, mkitaka maombi yetu yasikiwe ndugu zangu. Tuangalie tunatoa kitu kama hadithi. Mungu hutoa kila ambacho ako nacho. Huwezi kutoa kila ambacho hauna. Si ni kweli? Na kutoa ni moyo. Kutoa ni nini? Ni moyo. Kwa hivyo unapomtolea baba, unapomtolea mwanamke mchane, unapomtolea maskini, toa kwa moyo. Baba asifiwe sana. Amen. Na utaona vile baba atafanya. Maombi yako yatasikiwa. Yatasikiwa wapendwa. Yatasikiwa. Baba atasema hakika aje kubariki nitakubariki. Haleluya. Amen. Baba wabariki sana. Amen. Na pia wadumishe katika nyumba yake. Amen. Na kwa sababu muda wetu wa sawa umeisha, nilikuwa nataka tuamke tuimbe nyimbo za sifa. Kwa hivyo mmejua kasoro mahali ambapo sipo. Hiyo nili tumemaliza hiyo topic ya maombi yetu kusikiwa na baba. Tumemalizia siku ya leo. Tumemalizia ya kwamba sio vitu vyetu tunaweka mbele za baba. Kuna sadaka ambayo haiwezi kubalika. Tumejua. Tumesikia kabisa ya kahaba. Usilete na pesa ya ubwa, ukiuza ubwa, hapaleta hiyo pesa. Usilete. Kama ni geta imepigwa huko, kama ni ya wizi usiende katika nyumba ya wewe kana hapo. Kule wewe ukiumwa na tumbo, ikifanya kuwa mgonjwa hiyo ni shauri yako, lakini usiende katika nyumba ya baba. Maana itakuwa ni kama kulaaniwa katika kitabu ambacho tumesoma, Malaki 1 na alaaniwe mtu yule ambaye afanya mambo kama gani? Kama yale. Mungu tuwe sana watazamaji wetu walio nchi za nje, ujite mbarikiwe kwa sababu watu wanawapenda. Sasa tutakuja katika nyimbo za sifa ambazo za kumtukuza baba wetu na baba wetu ili apate kuinuliwa. Haleluya. Na kama umekuwa namna hiyo kitu vitu ambavyo havifai, omba msamaha, tubu mbele za baba, ungama zile dhambi. Muombe Bwana, naomba unisamehe. Nimekuwa nikitoa vitu ambavyo havistahili katika nyumba yako. Kumbe ndiposa nimelaaniwa. Kumbe ndiposa watoto wangu wamelaaniwa. Kumbe ndiposa mambo yananifuata na sijui namna gani. Kwa hiyo nikungama, utaungama na useme kuanzia siku ya leo, baba nimebadilika. Nitakuwa natoa kitu kilicho bora. Haleluya. Tuamke tusifu baba wetu wapendwa.
Tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakuinua ewe Baba Muumba mbingu na nchi. Tunasema ni asante kwa matendo yako mema ambao mtakatifu umepata kututendea, mtakatifu wa Israeli. Maana tangia baba wetu tulipozaliwa, baba wetu tulipokuwa katika tumbo ya mama zetu, mtakatifu wa Israeli, umekuwa ukitulinda baba wetu, umekuwa baba wetu ukitupa uhai hivyo bure, mtakatifu wa Israeli. Mpaka siku ya leo tumeshuhudia mengi na mema ambao mtakatifu umetutendea. Tumekuwa kwa majanga aina mbalimbali, lakini katika majanga ile umekuwa kimbilio na hata mchungaji wetu, mtakatifu wa Israeli. Ndiposa nasi katika muda huu wa saa sita tunakutukuza, kukuinua na kukuabudu mtakatifu, na hata kukuomba kusihi baba wetu upokee shukrani zetu, Elohim wetu, kupitia jina la Mesaya. Tazama kwa wakati wa saa sita, mtakatifu wa Israeli, kuna baadhi ya mambo baba wetu umetufundisha, Elohim wa Israeli. Umetuambia kwamba kuna sadaka zilizo bora ambazo mtakatifu uzikubali, mtakatifu wa Israeli, na ukatuagiza jinsi ya kutoa zile sadaka na jinsi baba wetu ya kutoa vitu ambavyo vinastahili kutolewa, na ukatuambia vitu ambavyo vinastahili kutolewa, mtakatifu wa Israeli. Kuna wenzetu hata watazamaji wamekuwa wakitoa vitu ambavyo havistahili, mtakatifu wetu, kwa sababu ya baba wetu huruma na neema zako, Elohim wa Israeli, ukapate kusameheana baba wetu baada watenda pasipo kujua, Elohim wetu, kupitia jina la Mesaya. Ile laana ambayo imekuwa kiwakalia kwa sababu ya kutoa sadaka zilizo mbovu, ambazo mtakatifu wa Israeli imekuwa ni laana kwako, mtakatifu wa Israeli, ukapate kuwaondolea, Elohim wetu, kupitia jina la Mesaya. Asante, maana baba wetu kuna kitu ambacho umetukumbusha, kitu cha maana. Twakuomba kadi ambayo umetukumbusha na hata baba wetu kutujulisha yale mambo, mtakatifu wa Israeli, ukatupe uwezo na nguvu ya kutekeleza, mtakatifu wa Israeli. Maana roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu, Elohim wa Israeli. Ukatushindanie katika mwili huu baba wetu, ili tukapata kuyashinda mambo yote ya dunia, Elohim wetu, kupitia jina la Mesaya. Watazamaji ambao wamekuwa wakiandamana pamoja nasi, tunawabarikisha mkononi mwako, mtakatifu wa Israeli. Wabariki, wabadilishe maisha, Elohim wa Israeli, na ambao hawajakujua baba wetu wakapate kuokoka, ili jina lako likapate kutukuka na kuinuliwa baba wetu, kupitia jina la Mesaya. Tunaomba kwa muda ambao umesaliwa, endelea kuwa pamoja nasi, na pia utakapokuwa baba wetu umetujalia katika sabato ijayo, tukutane baba wetu, tuwe pamoja na watazamaji wetu, utakushukuru na hata kuambia ni asante. Kwa nao ambao ni wagonjwa, mtakatifu wa Israeli, wako manyumbani, tuombe uponyaji baba wetu katika maisha yao, mtakatifu wa Israeli. Kuna ambao baba wetu wanaona wamefika mwisho, hata wamefanya maamuzi ya kujinyonga, Elohim wa Israeli. Ile roho tunaikemea ipate kushindwa, kupitia jina la Mesaya. Ukawape maneno ya matumaini, mtakatifu wa Israeli, ukapate kuwafariji, mtakatifu wetu, ukapate kuwabadilisha maisha, Elohim wa Israeli, ili uwezo wako na nguvu zako zikawa juu yao, Elohim wetu, kupitia jina la Mesaya. Wageni ambao wametembelea siku ya leo, tunabarikisha mkononi mwako, mtakatifu wetu, jinsi ambavyo walivyoingia katika madhabahu haya yako, mtakatifu wa Israeli, watakapokuwa wakitoka, mtakatifu wetu, wacha mahitaji yao baba wetu kapate kujikana wewe, ukapate kuwabadilisha maisha, Elohim wetu, kupitia jina la Mesaya. Nchi yake tunaikabidhi mbele zako. Umetupa nchi nzuri, nchi ya kutamanike, Elohim wa Israeli. Roho ya ufisadi ambayo imejaa katika serikali yetu, roho ya ufisadi ambayo imejaa katika watu wako, Elohim wa Israeli, tunakuomba kiweza kuikemea, ili nchi yetu Kenya baba wetu kwa ni nchi baba wetu ambayo ni ya kukuogopa, nchi ambayo ni ya kuishi kulingana na mapenzi yako, Elohim wetu, kupitia jina la Mesaya. Tunakemea roho ukabila, mtakatifu wa Israeli. Tunakemea roho mfarakano katika nchi yetu. Tunakemea roho ya kumwagana damu, Elohim wa Israeli. Roho baba wetu ya fitina na chuki ikapata kushindwa katika nchi yetu ya Kenya, ikawa ni nchi ya kupendeza baba wetu, kupitia jina la Mesaya. Tunamwombea Uhuru Kenyatta, mtakatifu wa Israeli, hata akina Ruto na akina Raila wote tunawakabidhi mbele zako, ili baba wetu wanapofanya maamuzi, mtakatifu wa Israeli, wasifanye maamuzi ya kibinafsi, mtakatifu wetu, bali wakafanya maamuzi kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya, Elohim wetu, kupitia jina la Mesaya. Na kupitia jina safi la Mesaya Yashua tumeomba, tumeamini. Asante, tunashukuru kwa sababu na kipindi hicho ambacho watazamaji wetu mmekuwa pamoja nasi. Tunaomba baba wetu wawabariki mahali popote ambapo mlipo, na hata maisha yenu baba wetu akapate kuyabadilisha, na wakati mwingine baba akitujalia tutakuwa pamoja na nyinyi, tutaendelea pamoja na nyinyi. Bye bye, bye bye, na baba wabariki sana.